Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tangu kuanza kwa vita nchini Urusi tangu mwaka 2022 kati yake na Ukraine, vyama vya upinzani pamoja na upinzani wa Putin ni kama vile umepungua kwa kiasi kikubwa na hatimaye kupotea katika kipindi hiki. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo pamoja na vyombo vya habari wamewahi kuandika kwamba wapinzani wa Putin wamepotea lakini hawajasahaulika. Hii pia imeandikwa kupitia shirika la habari la DW kupitia tovuti yake ya DW Swahili. Inaelezwa kwamba wajumbe wa bunge la Baraza la Ulaya kwenye tawi linalohusika na kudumisha haki za kibinadamu, demokrasia na utawala wa sheria wameunga mkono kura za kuanzishwa jukwaa la mazungumzo na wapinzani wa Urusi walio uhamishoni. Bado mataifa magharibi yamekuwa yakitafuta namna ya kuweza kupambana na rais wa Urusi Vladimir Putin kupitia Ukraine, lakini inaonekana wakati huu upande wa Ukraine unashindikana kwa sababu ya kuingiliwa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anataka vita hivi vikomeshwe mara moja, lakini kwa namna moja ama nyingine akionekana kama vile kukua upande mmoja wa rais wa Urusi Vladimir Putin. Sasa viongozi hao kutoka katika mataifa ya Ulaya wanatumia wapinzani wa kisiasa wa rais Putin katika kuhakikisha wanaendeleza mapambano yao dhidi yake. Mkutano wao unaofanyika huko Ulaya haukuripotiwa kwa kiasi kikubwa na vyombo vya habari duniani, lakini idara ya usalama ya Urusi FSB ilifuatilia kwa makini sana azimio hilo la bunge la Baraza la Ulaya PACE. Kwa Kremlin, wapinzani wa Putin waliokimbilia uhamishoni ni kama wamepotea tu, lakini kiuhalisia bado hawajasahaulika. Bila kusubiri jukwaa hilo la usalama litaje majina ya washirika wa Urusi, tayari idara ya usalama ya Urusi FSB imeitumia nafasi hiyo kuwa ni sababu muhimu ya kuanzisha uchunguzi mpya wa makosa ya kijinai kwa wapinzani 23 walioko nje ya nchi ambao wanatuhumiwa kwa kuanzisha kundi la kigaidi na kupanga njama za kuiangusha serikali ya Moscow. Tajiri wa zamani wa mafuta huko Urusi Mikhail Khodorkovsky alitajwa kuwa ndiye kiongozi wa kundi hilo lililopo uhamishoni, ambaye amesema yeye angependa kuwa sehemu ya wajumbe wa baraza hilo la mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Putin na wakosoaji wake walio uhamishoni. Khodorkovsky kwa sasa anaishi uhamishoni jijini London nchini Uingereza. Mwanzoni mwa miaka 2000 alifungwa jela kwa miaka 10 kwa mashtaka ya ulaghai, na hukumu yake ilikosolewa vikali na mashirika kutetea haki za kibinadamu yaliyodai kuwa yalitokana na msukumo wa kisiasa. Urusi imesema kuna maadui wanaofanya harakati za kutaka kuiangusha serikali ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Wakati huo wapinzani wa Putin waliopo uhamishoni, pamoja na kukabiliana na maazimio ya Baraza la bunge la Ulaya juu ya kuundwa kwa jukwaa la mazungumzo, bado hawajawa na uhakika wa moja kwa moja kwa usalama wao, huku Putin mwenyewe akionekana kuatilia shaka na hata kuanzisha uchunguzi dhidi ya wanaotuhumiwa kufanya njama za kuiangusha serikali yake. Alipoulizwa na shirika la habari la Reuters ikiwa Urusi ilikuwa na wasiwasi na ushiriki wa Khodorkovsky na wengine katika jukwaa hilo, msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov alijibu kuwa ndani na nje ya Urusi kumekuwa na maadui wanaofanya harakati za kutaka kuiangusha serikali ya Urusi na kutishia kuchukua hatua zinazofaa kwa yoyote atakayebainika kuwa na mpango ovu dhidi ya serikali ya Moscow. Tangu kuanguka kwa muungano wa nchi za Kisovieti, wakosoaji wengi wa serikali ya Urusi walijikuta katika wakati mgumu na wengi walilazimika kukimbilia uhamishoni, na muda wote idara ya usalama ya Urusi imekuwa ikiwatazama kama watu ama kundi lenye nia ovu na serikali ya Moscow. Mipango ya kutaka kuangusha utawala wa rais Vladimir Putin ni mipango ya muda mrefu iliyopangwa na watu wa magharibi, lakini mipango hii inaonekana kushindikana kutokana na jinsi aina na mifumo ya kiutawala iliyopo katika taifa hilo la mashariki mwa Ulaya. Rais Putin, ambaye ni miongoni mwa viongozi waliopitia katika KGB kwa maana ya ujasusi wa zamani wa Kisovieti, ni miongoni mwa viongozi ambao wana uzoefu katika siasa, lakini pia na hata katika jeshi, na hivyo wanajua mbinu nyingi za namna ya kuishi na wapinzani, hasa wa ndani na hata wa nje ya Urusi. Na hivyo kupitia FSB, shirika la kijasusi, rais wa Urusi Vladimir Putin anaweza kuwatumia vema vijana hao kwa ajili ya kubaini ni namna gani
na ni kivipi wanaweza na ni nani wanataka kuangusha utawala wake na kutafuta mbinu mbadala za kuweza kupambana nao. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho wachambuzi wa mambo wanakieleza kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin kwa sasa anaonekana asiyekuwa na upinzani, lakini wapinzani wake wangali wapo na bado anaendelea na mapambano dhidi yake, lakini kwa kiasi kikubwa ameweza kupambana nao. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.